Dalili 6 ya ndoto iliyo karibu kutimia. Kuna wakati unaota ndoto lakini haifanani na ndoto nyingine, sio ya kawaida, sio ya kupita tu. Ni ndoto inayokufanya uamke ukiwa na hisia nzito moyoni. Wakati mwingine unaogopa na wakati mwingine unasisimka kabisa, lakini ndani kabisa kuna sauti inakwambia hii sio ndoto ya kawaida, kuna kitu kinakuja. Sio kila ndoto huja kwa bahati mbaya, zingine ni ishara, zingine ni maonyo, na nyingine ni utangulizi wa kile kinachokaribia kutokea katika maisha yako. Swali ni hili, unajuaje kama ndoto yako iko karibu kutimia au ni ya kupita tu? Katika video hii nitakwenda kukufundisha. Ukiziona dalili 6, tambua ndoto hiyo ipo karibu kutimia, hautakiwi kuzipuuza kabisa. Kabla hatujaendelea na somo letu la leo, kama wewe unamwamini Mungu amekuhamisha salama na amekulinda mpaka sasa, tafadhali like video hii kisha kaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado kuja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie. Ukiziona dalili hizi 6, tambua ya kuwa ndoto hiyo ipo karibu kutimia. Namba 1, ndoto inajirudia mara kwa mara, au ndoto hiyo ukiona inajirudia mara kwa mara. Moja ya dalili kubwa kabisa ni hii: ndoto ile ile au yenye ujumbe ule ule inaanza kujirudia mara kwa mara. Hii si bahati mbaya. Katika ulimwengu wa kiroho, kurudiwa kwa jambo ni uthibitisho wa uhakika wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 41 na mstari wa 32 imeandikwa, na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara mbili, ni kwa sababu neno hilo Mungu amelithibitisha na Mungu atalitimiza upesi. Kwa hiyo ndoto ya Farao ilirudiwa mara mbili kwa sababu jambo hilo limeamuriwa na Mungu, naye atafanya upesi. Kwa hiyo ukiona ndoto inajirudia mara kwa mara, ukaota ndoto ile ile inajirudia mara kwa mara, unatakiwa utambue ndoto hiyo ipo karibu kutimia. Maana yake ukiona ndoto inajirudia, ujue kuna kitu kimekwisha kuamuliwa na kiko njiani kutokea. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi 15 imeandikwa, kwa kuwa Mungu kunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito wajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Kwa hiyo ukianza kuota ukaona ndoto hili inajirudia mara kwa mara, unaota ndoto hiyo mara ya kwanza imejirudia, mara ya pili imejirudia, mara ya tatu unaona ndoto hiyo inajirudia, hutaki kupuuza. Ukiona ndoto inajirudia mara kwa mara, hutaki kuipuuza ndoto hiyo. Ndoto hiyo inahitaji ufuatiliaji wa haraka sana. Watu wengi kwa kupuuza ndoto wamejikuta kwenye majanga. Watu wengi kwa kupuuza ndoto wamejikuta kwenye matatizo ambayo wangeweza kuyaepuka. Watu wengi kwa kupuuza ndoto, wengine walipoteza hadi maisha. Kwa hiyo ukiona ndoto inajirudia mara kwa mara, ni uthibitisho wa kiroho na kwamba jambo hilo lipo karibu kutokea. Hautakiwi kupuuza, unatakiwa ifuatilie. Watu wengi ni watu ambao wamekuwa wakipuuza ndoto ambazo wanaziota. Unakuta mtu anaota ndoto, kumbuka Mungu anaweza kufunulia jambo, lakini jambo lile linakuwa limebeba ujumbe ambao unahitaji ufuatiliaji wa haraka. Sasa watu wengi wamekuwa wakipuuza jumbe hizo. Unakuta Mungu anamfunulia mtu jambo, lakini anapuuza, anasema tu ni ndoto tu, ni ndoto tu. Ukisoma kwenye Biblia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 2 na mstari wa 12 hadi wa 14 imeandikwa, nao wakisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwa njia nyingine. Na mstari wa 13, tuanzie Mathayo sura ya 2 na mstari wa 13, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Mstari wa 14, akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Umeona? Sasa unaona Mungu hapa anamtokea, malaika wa Mungu anamtokea Yusufu katika ndoto. Na alipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana
malaika anamtokea Yusufu katika ndoto, anamwambia ondoka umchukue mtoto na mama yake ukimbilie Misri, kwa maana Herode anamtafuta mtoto amwangamize. Yusufu alipoamka hapo hapo akamchukua mtoto na mama yake. Bwana, wapi tena? Hapana, Mungu ameniambia twende sehemu fulani. Anathamini ndoto aliyoiota. Jaribu kwanza, Yusufu angepuuzia ndoto aliyoiota, nini kingetokea? Maana yake wangija kumuua Yesu, si ndio? Lakini Yusufu alikuwa na maarifa, alikuwa anajua bisa hii ndoto sio ya kawaida. Hii ndoto hii alivyoota ndoto, yani akaamua kuichukulia hatua mapema. Kuna wakati Mungu anaweza akakufundia jambo sio kwa lengo la kuhuzunisha, kwa lengo la kutaka wewe usimame kwenye nafasi yako kuomba. Kama ni jambo baya, maana yake Mungu anakuwa anataka usimame kukataa jambo hilo lisitokee. Sasa watu wengi huwa wanapuuzia. Unakuta Mungu anakufundia jambo fulani, lakini mwingine anapuuzia tu, anasema ni ndoto tu. Kwa hiyo ukiona ndoto inajirudia mara kwa mara, tambua ndoto hiyo inahitaji ufuatiliaji wa haraka, utakiwi kuipuuzia kabisa. Jambo la pili, unaamka na hisia nzito na ya kipekee. Unaamka na hisia nzito na ya kipekee. Ndoto za kawaida huisha na kusaulika haraka. Siku zote ukijikuta ishara ya pili, ukiona dalili ya pili, basi tambua ndoto hiyo ipo karibu kutokea. Unaamka na hisia nzito na ya kipekee. Tunajua ndoto za kawaida huisha na kusaulika kwa haraka, lakini ndoto iliyo karibu kutimia huacha alama moyoni. Unaamka ukiwa na hofu isiyoelezeka, au furaha isiyo ya kawaida, au uzito wa ajabu ndani yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 15 hadi mstari wa 14 hadi wa 16 imeandikwa, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu, katika usingizi kitandani, ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao. Kwa hiyo Mungu hunena kwa ndoto na kufungua masikio ya mwanadamu. Hii inaonyesha kuwa hisia hizo si za kawaida, ni ishara kwamba kuna ujumbe umewekwa ndani yako. Kwa hiyo ukiota ndoto ukaamka na hisia nzito na kipekee, tambua ndoto hiyo ipo karibu kutimia. Kama ni mbaya, unatakiwa uombe, kataa. Unasema nakataa kwa jina la Yesu. Kama umeota ndoto mbaya, unaweza kaomba, hata kama unajua, unasema katika jina la Yesu nakataa ubaya huu, nakataa mabaya hata nipata mimi, kwa jina la Yesu najifunika kwa damu ya Yesu. Ewe mabaya hautanipata, ninayaharibu kwa jina la Yesu. Ukiomba inakuwa hivyo. Kwa hiyo ndoto ambayo inaacha ndani yako hisia nzito ni ndoto ambayo inaashiria ipo karibu kutokea. Lakini jambo la tatu, ndoto ina ukamilifu na uwazi wa hali ya juu. Ndoto nyingi huwa na vurugu na kuchanganyika, lakini ile iliyo karibu kutimia huwa inaeleweka, ina mpangilio, ina picha zilizo wazi kabisa. Unaweza hata kuikumbuka kwa urahisi sana. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Habakuki sura ya 2 na mstari wa 2 imeandikwa, Bwana akanijia akasema, iandike njozi, ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili asomaye apate kuisoma kama maji. Hii ina maana maono yanayotoka kwa Mungu huwa wazi, sio ya kuchanganya. Lakini jambo la sita, dalili ya sita, unapata ishara za ziada nje ya ndoto. Unaanza kupata ishara za ziada nje ya ndoto. Dalili nyingine kubwa ni hii: baada ya ndoto unaanza kuona mambo yanayofanana nayo katika maisha yako halisi. Mfano, unakutana na watu wanaohusiana na ndoto, unasikia ujumbe unaofanana, mazingira yanaanza kubadilika kuelekea ile ndoto. Unaanza kuona mabadiliko ya ile ndoto. Kama ulivyoanza kuona, unaanza kuona ndoto ile inatokea. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo 18 na mstari wa 16, kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. Kwa hiyo Mungu hathibitishi kwa njia moja tu, huleta ishara nyingi ili kukuonyesha hii iko karibu kutokea. Kwa hiyo Mungu anaweza kutumia ishara nyingi kuthibitisha kuwa hii ipo karibu kutokea. Lakini namba 5, unahisi msukumo wa ndani wa kuchukia hatua. Yaani unahisi msukumo wa ndani wa kuchukua hatua. Unakuwa unahisi msukumo wa ndani wa kuchukua hatua. Ukiona dalili au ishara hii, basi unatakiwa utambue ndoto hiyo ipo karibu kutimia. Unahisi msukumo wa ndani wa kuchukua hatua. Ndoto iliyo karibu kutimia haikai tu, inakusukuma ndani yako kuchukua hatua. Unahisi haraka kufanya kitu, hamu ya kubadilika, nguvu ya ajabu ya kujiandaa. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya 2 na mstari wa 17 imeandikwa, vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Kwa hiyo ndoto ya kweli huja na msukumo wa matendo, kwa sababu iko karibu kuwa uhalisia. Ipo karibu kuwa uhalisia. Namba 6, unaona amani
Unaona amani au onyo kali ndani ya roho yako. Mwisho kabisa, ndoto iliyo karibu kutimia huacha alama ya kiroho ndani yako, ama amani ya ajabu sana ikiwa ni njema, au tahadhari kali sana ikiwa ni onyo. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wakolosai 3 na mstari wa 15 imeandikwa, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Jambo la msingi ambalo nitakuwa utambue, sio kila ndoto ni ya kupuuzwa na sio kila ndoto ni ya kufurahisha tu. Baadhi ya ndoto ni ujumbe wa moja kwa moja kutoka mbinguni kuhusu kile kinachokaribia kutokea katika maisha yako. Ukianza kuona dalili hizi, ndoto kujirudia, hisia nzito, uwazi mkubwa, ishara nje ya ndoto, msukumo wa kuchukua hatua, usipuuze, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa sana kwamba ndoto yako iko hatua moja tu kabla ya kuwa uhalisia. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie umejifunza jambo gani. Lakini pia nitafurahi ukiniambia unatufuatilia kutokea wapi. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.